Tuko pamoja. Kwa hiyo sasa ni kwamba kama tulivyoona kwamba hiki ni kituo cha biashara ambayo ya barter trade, lakini hawa Wairani na Wairaki hawakufanya biashara ya utumwa, walikuja kwa ajili ya dini na barter trade. Sawa jamani, kutoka huko Ghuba ya Uajemi. Kwa hiyo tunaenda kwenye kisima cha maji ya baraka, na walipofika waliomba dua, wakasema tuchimbe kisima. Kwa hiyo wakachimba kisima, ndio hayo maji hayaongezeki wala yapungui, na hayana chumvi, ambao walikuwa wanatumia kwa ajili ya kuosha miili yao na kupata ule udhu, wanasema udhu, na kuweza kufanya ibada kwenye msikiti tokea karne 1200, karne ya 13. Sawa? Idadi yao ilikuwa 110, 110, wakiwepo masharifu, makohani, mawarii, mashe na madaruweshi. Kwa hiyo pale walipokaa wenzetu pana kaburi ambalo la Darwesh, lakini makazi yale pale yalikuwa ni shule ya Kiislamu, ni madrasa. Tuko pamoja? Kwa hiyo hali hii ndio imefanya kwamba pawepo na magofu haya, lakini mwaka 1971 chini ya Profesa Chami na jopo kutoka chuo kikuu archaeologic waliweza kuja kufanya uchimbuzi na kuweza kutoa baadhi ya vitu ambavyo ndio vile tunaviona pale. Tuko pamoja? Ndani ya museum. Nasema kwa hivi, kipindi hicho watu walikuwa wanafanya ibada kwa ajili ya kumomba Mungu. Na kweli watu walikuwa wanaomba maisha marefu. Ila kweli watu walikuwa wanaishi? Walikuwa wanaishi kwa imani ya Mungu, kwa sababu Mungu ndio tunasema, kama nilivyosema kwamba dini ni meditation. Kwa hiyo unapoweka nia au haki yako, na ndio maana dini ziko nyingi, lakini Mungu huyu sawa. Kwa hiyo hali hii imefanya kwamba wenye imani yao wanaomba, wanafanikiwa. Na ndio maana kabla ya dini wazee wetu sisi tumeletwa utamaduni wa kizungu, lakini kabla ya dini hizi kuletwa hawa watu weupe tulikuwa tunaamini dini zetu za asili, tulikuwa tunafanikiwa jamani, si ndio? Babu zetu walikuwa wanaomba, wanafanikiwa. Tuko pamoja? Kwa hiyo ndio hali halisi ilivyo.